Habari za wakati huu wapendwa wangu, karibuni sana kwenye chaneli hii, mahali ambapo tutazungumzia siri za maisha, nguvu za ndani, ulimwengu wa kiroho. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana. Usisahau kubonyeza alama ya neno subscribe chini ya hii video ili uweze kuwa sehemu ya familia hii. Leo nitazungumzia somo zito sana na naamini linaweza kubadilisha namna unavyoelewa mahusiano yako. Kwa nini humsahau ex wako? Kwa nini hata ukijaribu kusonga mbele bado moyo wako unarudi nyuma? Leo tutaenda kufunua siri ya muunganiko wa nafsi. Endelea kubaki na mimi mpaka mwisho. Mfungamano wa nafsi ni nini? Muunganiko wa nafsi ama mfungamano wa nafsi ni hali ambayo roho ama hisia, mawazo ya mtu huunganishwa kwa nguvu na mtu mwingine, hasa aliyekuwa naye kwenye mahusiano ya karibu. Hii si mapenzi ya kawaida tu, ni kifungo cha ndani kabisa cha kiroho na cha kihisia kinachobaki hata baada ya kuachana na mtu. Kwa hiyo unaweza kuwa umeachana na mtu lakini bado ukawa unahisi yupo karibu yako. Yaani kuna wakati hata nyimbo zinapigwa zile nyimbo ambazo zinaashiria uwepo wako wewe na huyo mtu. Ukitembea unakutana na watu ambao wamevaa nguo kama zake, ama unakutana na vitu ambavyo mlikuwa mnatumia pamoja, ama unakutana na watu ambao wamefanana kama yeye. Unaweza ukawa unamkimbilia kabisa, unakuta ama mnaweza mkamliachana muda mrefu sana lakini bado unahisi uwepo wake. Yani kuna vitu vingi unakuwa unaviona ambavyo vinaashiria uwepo. Wakati mwingine hata ndoto unakuwa unamwona kila wakati kwenye ndoto, unakuwa unamuhisi. Yani hivyo vitu vinakuwa wakati mwingine unaweza ukakuta kwamba unamfikiria hata mwenyewe pia akawa anakupigia simu. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba mna mfungamano. Lakini tuone chanzo cha mfungamano wa nafsi. Kwanza kabisa, kitu kikubwa kabisa kwenye swala la mahusiano ni tendo la ndoa, ama tunasema ngono yenyewe, ama mahusiano ya kimwili kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hii ni njia pekee ambayo inaunganisha watu kwa haraka sana, hasa kama lile tendo mlikuwa mnalifurahia sana, mnalizishana sana. Kwa hiyo ile furaha yenu wakati mnashiriki ile tendo inaweza ikawaunganisha. Ni kifungo ambacho kinaweza kikawa kizuri sana ama kikamilifu sana, ambacho kinaweza kikakutesa wewe maisha yako yote. Ndio maana hapa kuna watu wengi wao wanaambiwa kwamba jitahidi unapokuwa ama uko katika hali ya utafutaji, epuka kuchovya, kwa sababu unaweza kufungamana na mtu ukajikuta umejiunganisha na mtu, ama unaweza ukawa umeungana na mtu ambaye labda yeye hakuwa na nguvu ya labda ya biashara, ama unakuta vitu vyako vinapotea. Wakati mwingine unakuta hata kwenye upande wa mtoto unaambiwa kabisa kama unalea mtoto epuka kwenda unachovya ama unachovya hivyo, inaweza kupelekea mtoto wako, kwa sababu kuna muunganiko fulani ambao unatokea hapo. Nashindwa kuelezea, lakini na imani kubwa mtakuwa mmenielewa mpaka hapo. Lakini pia kuna masuala ya upendo, maumivu, inategemea yule mtu ulikuwa una feel vipi jinsi uko naye. Kwa kadri unavyokuwa unampenda kupita kiasi, ama kadri anavyokuwa na kuumiza, kuna kitu fulani ambacho wao kinaungana hapo. Yale muunganiko wa nafsi, wakati unaumia, maumivu yale yanaweza katengeneza ule muunganiko wa nafsi. Ama upendo kupita kiasi pia inaweza ikawa ni muunganiko. Ama kuwaza tu mtu mara kwa mara, ni wewe kila wakati unakuwa unamwaza tu mtu wako, sijui atakuwa wapi, sijui anaenda wapi, sijui ananisaliti, sijui afanya vitu kama hivyo. Kumwaza kupitiliza pia kunaweza kukapelekea hivyo. Lakini pia maneno ya ahadi na viapo mbalimbali. Wengine wanafanyaga viapo mpaka vya damu, wengine viapo vya maneno. Sitokuacha milele, wewe ni wangu daima, sitokuwa na mtu mwingine kama. Wengine wanahapa hivi viapo pia wakiwa wanashirikiana tendo la ndoa. Hii ni mbaya zaidi. Nakupenda sana, sitokuacha milele, wakati mnajiunganisha kwenye lango kuu la nafsi. Maana tunasema huko ndiko ambako sehemu za siri, ambako ndo roho yako pia inakaa. Kila kitu pale unakwenda kujiunganisha kila kitu, afu huku na hapa. Kwa hiyo ule muunganiko wa nafsi waga unakuwa mkubwa sana. Pia kukaa muda mrefu sana, yaani unakuta mmekaa kwenye mahusiano muda mrefu na hamjaingia hata kwenye ndoa, yani ni muda mrefu, miaka na miaka mnasema tu mko kwenye mahusiano. Kwa hiyo inaweza ikawafanya muunganike kinafsi. Utajijuaje sasa utajuaje kama huyo ex wako tayari mlishaungana nafsi na wewe ujui? Kwanza kabisa hawezi kumsahau, na yeye pia hawezi kukusahau. Yani unamfikiria, kuna wakati unajikuta unamtafuta, yeye anakutafuta. Ama unapolala unakuta una namna fulani unamfikiria, ukitembea unamfikiria, ukienda. Yani inawezekana kabisa imepita hata miaka 5 lakini wewe unakuwa unamuhisi yuko hapa sasa hivi. Yani hivi ninavyoongea unahisi upo naye sasa hivi, unamfikiria sasa hivi, wakati miaka labda una familia yako yanafaa. Kwa hiyo kuna namna fulani hamkuvunja ule muunganiko wa nafsi. Hiyo ni dalili moja hapo. Unaota ndoto sana, unaota uwepo wako, mko naye labda hivi, mko na familia, wakati nyinyi mlishaachana muda mrefu sana, mlishatengana muda mrefu sana. Kitu kingine, huwezi kupenda mtu mwingine. Yani unahisi mtu mwingine uko naye basi. Kuna wakati watu
watu wengine unakuta anakuita jina la mtu mwingine. Kwa hiyo umeniita naye akwambia no, huyu ni jamaa wangu ofisini, sawa, ama huyu ni boss wangu ofisini hivi na hivi, ama ni binti ambaye analetea makaratasi ofisini, kumbe ni huyu mtu wake. Kwa hiyo hivyo huwezi kuondoka ghafla, yani unakuwa bado upo naye hapo sasa hivi. Natumia mfano wa sasa hivi, unakuwa unajihisi yani hata kama akiwa mbali kiasi gani, mmetengana miaka miwili, sasa hivi unakuwa unahisi kama yuko hapo. Yani kuna namna fulani unakuwa unahisi muunganiko wenu ni wa ajabu. Yani hata wewe mwenyewe wakati mwingine ukifikiria unacheka, hiki ni nini? Mbona huyu mtu unakuwa na muhisi yani kama yuko, mbona kama ananizunguka zunguka. Na ni miaka 10 imepita, miaka 5 imepita. Yani una maisha yako mengi. Kwa hiyo huo ni muunganiko wa nafsi ambao unahitajika kuvunjwa. Unaumia kwa muda mrefu baada ya kuachana. Ndio hivyo inatokea wakati ule mtu mnatengana, yani mnatengana lakini bado mnahitajiana. Hii haiwi kwa mtu mmoja tu. Yani muunganiko wa nafsi sio kwamba wewe unavyojisikia. Yani kuna namna fulani unavyojisikia, sio kwamba ni wewe. Hata yeye pia anajisikia, hata kama hatakuwa anakutafuta fanya, lakini kuna namna fulani na yeye anahisi hivyo hivyo. Uwezi ukajihisi hivi kama yeye pia ajihisi hivyo. Kwa hiyo kuna connection hapo ambayo inakuwa kubwa. Na pia unajikuta wakati mwingine mnarudiana, mnaachana, hivyo inaweza katokea hivyo. Yani mnarudiana, yani hivyo. Yani kuna namna fulani kama kuna kitu kinawavuta. Yani kama kuna kitu kinawaambia kwamba nyinyi mko pamoja, hamjamaliza. Kama kalma zenu hamjazimaliza. Ama yani kuna vitu fulani hivi vinakuwa vinatokea hapo. Na muunganiko wa nafsi unaweza kukuzuia kusonga mbele pia, na pia unaweza kukufanya ushikwe na kumbukumbu za zamani, na pia inaweza kusababisha maumivu ya muda mrefu, kawa tuna maumivu ya muda mrefu. Lakini pia jambo la muhimu kuelewa ni kwamba muunganiko huu unaweza kuvunjika na mtu kurudi kwenye amani yake ya ndani. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, unaweza kufanya maombi, unaweza ukafunga, unaweza ukatumia labda chumvi kujitakasa na kuomba kwamba kitu kiondoke. Inategemeana pia uko katika hali gani. Kama umepata kitu kwenye somo hili, usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na kama unataka nikufundishe jinsi ya kuvunja muunganiko wa nafsi, niandikie tu hapo kwenye comment. Nipo tayari kuvunja huu muunganiko wa nafsi. Asante sana kwa kuwa nami. Tuonane kwenye video nyingine ijayo, na wapenda.